Inakuaje au sio? One true story na stories za kitaa au sio? Leo bwana nawaletea washikaji ambao wako nchini South Africa ambao maisha magumu, lakini kuna baadhi yao wanatamani kurudi, lakini kuna wengine wanawashinikiza kwamba wasirudi kwa kuwashawishi hapa na pale hivi na hivi. Ushaona bwana. Unajua siku zote napenda kuongea kwamba nyumbani ni nyumbani. Umeona siku mbili zilizopita Bro Msangi ameposti post inayomhusu Bro Kigolo. Bro Kigolo yeye ametoka kwenye public na ameannounce kwamba jamani, mimi naombeni mnisaidie, naombeni msaada wa kurudi nyumbani, naombeni msaada wa kuwatafuta ndugu zangu, naombeni msaada wa kutafuta wadogo zangu. Mimi huku maisha yameshanishinda, nahitaji kurudi nyumbani. Unaona? Kwanza napenda sana ku appreciate kwa bro kwamba yani hiyo announcement yako ni nzuri sana, na mwenyewe kwa sababu umeshakuwa mtu mzima, umekaa na umeona kabisa nguvu zimeshaanza kupungua, kwamba sina uhitaji wa kuendelea kukaa hapa, nahitaji nirudi nyumbani niwe karibu na familia yangu, na vile vile nipo tayari kuanza moja. Sasa watu kama kina Kigolo wapo wengi ambao wanahitaji kutoka, lakini wale watu ambao wengine marafiki zao ambao wanawazunguka ambao wapo kwenye jamii kama ile wanawapa ushauri kwamba bwana, ukijitokeza nyumbani kuna nini na nini, kwamba wanavunjwa moyo na watu wachache ambao wao hawataki kurudi, halikuwa kwamba wanaishi kwenye maisha magumu. Ushaona bwana. Kwa hiyo kitu ambacho napenda nikiongee au kitu ambacho napenda nikiaddress kwamba nakushukuru sana brother Kigolo, Bro Msangi hapa atakupigania, na wengine tutaanzisha michango ama donation kwa mtu yote ambaye anaguswa, si lazima. Lakini kama unaona unaguswa na una uhitaji wa kumsaidia 200, 300, 400, 500, 600 buku ili uweze kufanikisha safari yake bwana, ndugu yetu kutoka South Africa kurudi nyumbani, basi unaweza kumwona Bro Msangi, namba ya simu nadhani ameweka kwenye ile post, mnachukua mnamtuma kila kitu mna nani. Ushaona bwana. Na kama wengine ambao mnahisi labda mtaibiwa au nini, basi nyie tumeni, mshatuma ile ikifika tutapost, jamani mchango wenu umefika na kiasi fulani. Ushaona. Kwa hiyo jamani, narudia tena, watu wenye uhitaji wa kurudi nyumbani wapo wengi, isipokuwa wale watu ambao wanawazunguka na wenyewe wameshafeli maisha, wanakuwa wanashawishi wao wasirudi. Lakini naona Bro Kigolo amejifunza kupitia Sonda. Nadhani Sonda alivyorudi Tanzania, msukosuko alopata njiani, nadhani mmesikia na wengine mmeiona. Ushaona bwana, kwa sababu ilikuwa inapostiwa kila update, ilikuwa na nani. Naamini wale wa nyuma ambao kama kina Kigolo walikuwa na wenyewe wamejificha, lakini sasa hivi wamejitokeza kwa lengo la kurudi, kwa sababu wameona maendeleo ya Sonda jinsi gani. Jamani, hawa ni ndugu zetu, inabidi tuwasaidie kwa hali na mali, kwa sababu kule walipo mazingira yale sio sahihi, na yale maeneo sio maeneo sahihi kabisa kwa watu ambao wamenani. Ukizingatia kwamba wameondoka Tanzania muda mrefu, kama kupoteza tayari wameshapoteza. Kwa hiyo jamani, ukiwa na miaka 50, 55 unajagana kukaa. Kama umekaa sehemu kwa miaka 30 haujapata, au uenda labda ulipata kwa bahati mbaya ukachezea, nyumbani ni nyumbani. Nyumbani kuna more opportunity, nyumbani kuna vitu kibao vya kufanya. Ushaona? Kwa mfano labda ukiangalia mfano mzuri labda kama brother Dimoso amepost Dimoso, brother Msangi amempost Dimoso, amempost na yule Selebuza ambao walikuwepo pamoja na Bro Sonda tuseme. Hebu angalia wale jamaa kwenye ile picha, muangalie Sonda sasa hivi, muangalie na Sonda yule, afu angalie na wale jamaa. Je, mazingira ambayo wanaendelea kuishi yale ni sahihi? Je, unategemea kwenye maisha wale watu watakuja kufanikiwa tena kwa umri waliokuwa nao, appearance yao inavyoonekana? Kwa sababu kuna muda inabidi tuongee ukweli, jamii tuelewe, japokuwa kwamba ukweli unauma. Unaona? Ukweli unauma. Lakini jamani, hebu tuonyeshe moyo wa kumsaidia Bro Kigolo kwanza aweze kurudi nyumbani, kwa sababu ameshakuwa anataka nirudi nyumbani, maisha haya hapa siyawezi, na kaomba msaada. Hebu tumsikilizeni kwanza dakika 2-3 hapa, afu tujue tunamsaidia vipi. Kakangu Msangi wa samani wako nishachoka wako msaidia kurudisha nyumbani, wako msaidia kurudisha nyumbani wako wale yangu wenyewe kama nilivyo yangu mbaya na kumsaidia kurudisha nyumbani. Hapa nilipo sina chochote, na kuomba kaka nikusaidia waambie ndugu zangu wapo. Nadhani mmemsikia kwa machache, mmemsikia kwa vitu ambavyo anavihitaji, kwa nataka kurudi nyumbani, atafutwe ndugu zake. Jamani, umeona bwana, na ana chochote. Kwa ndugu zanguni, msaada wenu ni muhimu, michango yenu ni muhimu.
chochote chojaliwa, ikiwa 500, ikiwa 200, ikiwa 300, ikiwa buku, tumtumie ni Blo Msangi ili aweze kumsafirisha ndugu yetu kutoka na umri umeshaenda na maisha kule ya tabu, na mwenyewe tayari kashakubali kurudi. Kwa haina haja ya kumweka mtu mpaka, na kama sisi wa Tanzania wote ni wamoja na lengo la kusaidiana, basi hebu tuombeni michango jamani, nikusaidie tuweze kumrudisha huyu mtu. Naamini watu hao wako wengi, huyu akirudi kuna wengine na wenyewe tena watarudi, watatoka, watahitaji msaada. Wapo wengi, sababu mimi nilikuwepo pale, nilienda, nimejua na nimewaona, yani wapo wengi. Naona hata wale wanangu wa matentini wale kuna baadhi yao nao washaka takamba wanahitaji kurudi. Ila kutokana na wale wengine ambao wanawazunguka pale wabishi, ndio ile wayani wakirudi wanaonekana mafaa. Lakini jamani, nyumbani ni nyumbani. Nyumbani hatujaua, home sweet home. Turudini nyumbani, tuanze moja. Kuanza moja sio ujinga. Na kufeli maisha sehemu fulani sio kufeli maisha sehemu nyingine ambayo utakayoenda. Wote tushafeli, lakini tuendelea kujaribu. Umekaa sehemu miaka 30, miaka 20 haujapata, ama basi rudi nyumbani uanze scratch. Huko nyumbani utafanikiwa. Lakini wale wanangu wa matentini wale wa matentini wale na wenyewe naamini ipo siku yao. Naambiwa kila mtu atarudi, kwa sababu naamini kabisa wanangu wa matentini vibali venyewe hawana. Unaona bwana, na maisha wanaoishi sio nadhani wote tunaona, wakijiposti nini tunaona. Kwa hiyo wenyewe tutawahesabia siku, kwa sababu kuna maradhi, ushaona, kuna kifo, kuna nini. Kwa njia yoyote kwa maisha ambao wanaishi wale, hatuombeani mabaya, lakini kiuhalisia jinsi tunavyoona maisha yao, kwamba ipo siku na wenyewe watakuja hapa na matusi yao yote wataomba msaada, kwa sababu tushashuhudia watu wengi. Bwana, tumsaidieni brother Kigolo. Maisha ndo haya, mwenye 500, mwenye buku 2, mwenye 300, mwenye 1000, mwenye 10,000, mwenye elfu ngapi, tuweze kumrudisha ndugu yetu, kashatubu na kukubali kurudi nyumbani. Kwa hiyo jamani, tumsaidieni haraka, ili wale watu ambao wanaomzunguka, kwa sababu kashajiposti na posti inatembea, lazima watu watakuwa wanamfuata na mtukana, oya wewe mbona tucholesha wauni, wewe fala sui na nini. Wauni wanaeleweka, ujue wenyewe wanajitaga wauni, lakini uwezo ukawa muuni ukiwa hauna hela, hauna mbele wala nyuma. Hauwezi ukawa muuni tunakula madawa, hauwezi ukawa muuni unalala nje, hauwezi ukawa muuni ujui kitu gani ambacho unafanya. Unalala asubuhi unaamka ujui unaenda wapi. Hauwezi ukawa muuni unazurura ovyo, hauwezi ukawa muuni eti mwizi. Oya, uuni wa sasa hivi ni kutafuta hela, kujenga kwenu, kuwasiliana na familia, kuwa karibu na familia. Huo ndo uuni wa sasa hivi. Huo uuni ambao wanangu wa matentini mnaoleta, huo uuni ni wa kizamani wa miaka 90, 95, kwani ushapitwa na wakati. Kwa wanangu ndo hivyo wanangu, hebu tumsupportini kwanza Blo Kigolo. Nadhani tushamsikia na wote mnaelewa. Bwana, mimi nawakubali sana ndugu zangu, nawakubali sana wananchi, nawakubali sana Watanzania. Tufanyeni mpango huyu mtu arudi. Michango ianze sasa hivi. Mwenye 100, mwenye 200, hayutaki hela zenu. Sio kwamba ujue kuna watu wengine bwana, hao jamaa wataanza kuongea, bwana nataka kuchangisha hao kajili siku ya kuibia. Kiatu akachopata, kwa mfano mimi ukituma kwa Msangi, nitumie receipt tu bwana, nimetuma mimi, nitakuwa na post watu na kiasi hiki, ujamaa arudi. Hii vita ni wa Tanzania na ndugu zetu. Hii ni vita ya Watanzania ambao wako Tanzania na ndugu zetu ambao wanaishi kwenye maisha magumu South Africa, ambao wanahitaji kurudi. Kwa kumbukeni jamani, hii ni vita kubwa. Alafu hii vita wapo ambao wanaupinga, lakini maisha ni magumu. Wapo ambao wanani, jamani, ni jambo la heri kama tukimsafirisha mtu akiwa mzima anajitambua, kuliko kusafirisha maiti. Maiti ni gharama kuliko mtu. Unaelewa? Mtu akiwa mzima, akiwa hai ni rahisi. Kwa hiyo jamani, kabla kufikia huko watombeani mabaya, hebu tujaribu kuwasafirisha akiwa wazima, kwamba hata wakija nyumbani kuna second chance ya kujirekebisha na kuadapt maisha ya nyumbani na kuishi vizuri na kuanza moja. Mfano mzuri tundani kwa Sonda, mnamuona Sonda anavyonawili, mnamuona Sonda anavyopendeza. Jamani, mimi nimemaliza yangu, ndo hayo. Wale wenye dukuduku mnakaribishwa kwenye comment section. Wale ambao mnaona kutukana ndo dili mnakaribishwa. Wale wauni ambao matusi yenu kila siku yanajirudia mnakaribishwa pia. Asanteni sana. Meisha hiyo.